Na dakika 17 zimeondoka tangu ilipofika saa 5 za asubuhi. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, tambua unafuatilia kipindi cha Viwanjani, kipindi ambacho kinazungumzia taarifa za michezo kutoka maeneo mbalimbali duniani, hasa hapa nchini Tanzania. Kwenye soka letu, kwenye joto la Afrika, tumeangalia muda si mrefu kutoka sasa. Kulikuwa pana Michael Yera, lakini pia Faraji Mustafa ambaye wamezungumza joto la Afrika. Lakini hapa tunaenda kuzungumza the pitch na taarifa nyingine mbalimbali ambazo zinaandikwa sana kwenye mitandao kuhusiana na michezo. Nini ambacho kinaandikwa kwenye mitandao kuhusiana na michezo? Tutakuja hapa na Ali Bakari ambaye atatupitisha kwenye upande huo kuweza kungamua kile ambacho amekikusanya upande huo wa michezo kutoka mitandaoni. Mimi Mangasore, nipo sambamba na Adrian James pamoja na Sheriff Bayona kwa saa hii, lakini pia anaongezeka Ali Bakari ambaye anaingia hapa kutupatia yale ambayo ameyakusanya huko. Na katika taarifa zote ambazo amekusanya, pengine tukapata taarifa ya Madrid imeshapita. Haiwezi kupita hivi. Haiwezi kupita. Inawezekana hajatutendea haki. Kwa sababu hatakuja naye. Kwa sababu wakati mechi inachezwa hakuwa naye. Baada ya mchezo pia hakuja naye, kwa hiyo haiwezekani. Mimi naisa atakuja na taarifa inayohusu Maguire. Ali Bakari, karibu. Shwari. Bado mnaitaka mambo ya Madrid jamani? Nataka. Mtawaua watu jamani. Uko poa? Mimi nipo vizuri kabisa. Nimefurahi sana kukuona. Nami nimefurahi leo Ijumaa Kuu. Ama good Friday. Hebu tuambie kwanza. Katika hayo tuliozungumza kuna moja lipo? Ya Madrid hakuna. Maguire. Hiyo ya Maguire ingekuepo, labda hapa angekuepo Abu Yusuf. Ndio ya Maguire tungeshuhudia. Angeita Maguire. Sharifu umesema Ahmed Ali. Ya Simba tuwezi kukosa. Mambo ya Simba. Yaani hivyo vitu vinajulikana. Yaani kama kwenye hesabu 22 ya 7. 22 ya 7. Hivyo ndio ipo. Zile ambazo unaanza kuhisi kama ipo au haipo. Ndio tuambie basi zipo. Baadhi zipo ambazo wamezitaja Sharifu, lakini zingine hizo tu. Okay. Ukitazama wewe mwenyewe mtandaoni kuzinatosha. Kama za kina Harry Maguire. Mangasolo, wakati upo hapa na Michael na Faraji Mustafa, kuna swali uliwauliza kuhusiana na kwamba kama Simba itafika finali, ni timu gani ambayo inaweza ikaisumbua na yenyewe kama itakuwa imeingia finali. Si ndio? Ikatajwa Berkane, si ndio? Mimi natamani pia kujua pia kama Berkane atafika finali, ni timu gani ambayo yenyewe nayo ikiingia inaweza ikakikwazo kwa Berkane. Finali inachezwa Dar es Salaam. Finali ya mwisho inachezwa Dar es Salaam. Kama Simba ataingia finali, mimi nataka sasa tuchukulie ndo na mimi nakujibu, lakini kama Berkane ataingia finali, finali ya kwanza inachezwa Morocco, finali ya pili inachezwa Dar es Salaam. Hapo maana yake Simba ushaingiza finali. Mimi natamani kwamba ndo timu pekee ambayo inaweza kusumbua Berkane. Berkane au sio okay vizuri. Au unasemaje James na Adrian? Kweli. Yaani hata hivi sasa wale ambao wapo upande wa Berkane, maana Constantine pamoja na Berkane wenyewe, ukiwauliza hivi sasa wanaomba Simba isije, unatamani nani ucheze naye finali? Basi hawatamani kucheza na Simba finali. Kwa maana hiyo kombe la shirikisho litakuwa pale kwa Mkapa. Yani kama litawekwa pale. Kwamba bingwa ataondoka nalo kutokea pale. Finali ipo kwa Mkapa. Serikali ipo. Vyombo vya ulinzi vipo. Lazima libaki. Yoyote atakaye kuja kucheza pale finali atakuwa na wakati mgumu sana. Sawa. Yes, hayo ni mambo ya CAF Confederation Cup ama kombe la shirikisho barani Afrika, lakini sasa hivi ni muda muafaka wa kuangazia zilizobamba mitandaoni kupitia kipindi hiki cha Viwanjani. Na yes, moja kwa moja hii ni ukurasa wa Simba Sports Club ambao kesho kutwa watakuwa ni wenyeji wa Stellenbosch kutokea kule Afrika ya Kusini, na wenyewe wamewaposti hapa wachezaji wao wakisema nini. Wanasema safari ya kwenda kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho wa Afrika itaendelea Jumapili hii, na unaona baadhi ya wachezaji wake hapo wakiwa wamewaposti kuonesha kwamba kwanza wapo na ari kubwa ya kuelekea mchezo huo visiwani Zanzibar. Inaonekana Simba pamewapenda Zanzibar. Zanzibar haijawahi kumkataa mtu kumbe. Ukienda Zanzibar ikakukataa basi werudi. Basi ndio hivyo, na hayo yote utaweza kuyashuhudia kupitia Azam Sports 1 HD majira ya saa 10 kamili jioni siku hiyo ya Jumapili, mchezo huu wa mkondo wa kwanza wa nusu finali ya CAF Confederation Cup. Hao ni Simba. Yes, sasa wageni wao hawa hapa Stellenbosch tayari wamekwisha tua visiwani Zanzibar
kwa ajili ya kukabiliana na Simba Sports. Wanasema touchdown in Zanzibar. Lakini naona kuna comment hapo anasema Saidi Nasos anasema na waonea huruma sana ndugu zangu, kitakacho wakuta mtaenda kuhadithia huko kwa Madiba. Hebu nisaidie, ubavuni mwa hilo pipa wanaloshuka ni Tanzania. Limeandikwa Tanzania? Yes, ni Tanzania. Wamekuja na pipa la Tanzania. Ya kwetu Haina shida. Yes, wametumia pipa la kwetu kabisa. Haina shida. Hawajaje kwa mbwembwe sana. Unajua wakati ule Mamelodi Sundowns wakati wanakuja kukutana na Young Africans. Walianza vurugu kule Afrika Kusini. Na walifanya vile makusudi ili kupata support. Ni mchezo ambao pia ulitamaniwa sana. Sana. Yaani walianza kelele kule Afrika Kusini. Hao wamekuja kimya. Hawajapiga sana kelele. Hawajui kama au kumkimbiza mwizi, wameona tu sisi tunamkimbiza kimya. Tunaona tu nyayo zake, huyu kapita hapa, tunazunguka. Ndio hivyo. Lakini wajua tu kwamba wanakutana na Simba Sports na wenyewe naona wanasema wapeperushe vyema bendera ya nchi yao. Huyo utakuwa ni Mwafrika Kusini. Huyu mwingine anasema welcome at our Tanzania ground. We are together. Tupo hapa pamoja. Comment za Tanzania zimeanza kutokea. Zipo. Sawa, yes, hayo ni ya CAF Confederation Cup. Tukienda kwa upande wa Young Africans, wenyewe wanasema muda wa kuandaa burudani ya wananchi chini ya benchi la ufundi imara. Yes, kwenye posti hii utaona picha mbalimbali, lakini moja ya picha ambayo ipo mbele ni ya kocha Melud Hamdi wa Young Africans, na ujio tu ya kwamba tarehe 21 hawa mabwana watakuwa wageni watakuwa wageni wa Fountain Gate. Kwa maana hiyo tenda Tanzanite kwa raha kule Babati kucheza na Fountain Gate, mchezo wa NBC Premier League. Yes, tutoke hapo tuende katika posti nyingine na kwenyewe tuone kuna mambo gani. Sasa tumefika katika ukurasa wa Azam TV Sports bwana. Hapa Musa Katuga huyu bila shaka ambaye anashughulika na mambo ya promotion ameweka kitu kidogo hapa, na bila shaka wachambuzi hapa Adrian James na Sharifu Bayona wanaweza wakatia neno. Hii ni Barcelona, ratiba yake anasema ndani ya siku 15. Ndani ya siku 15 watakuwa na mechi hizi. Aprili 26 ni Copa del Rey. Watacheza dhidi ya Real Madrid. Wao watakuwa wenyeji. Ndio. Yes, hiyo ni finali. Lakini Aprili 30 mchezo wa mkondo wa kwanza wa UEFA Champions League dhidi ya Inter Milan. Alafu Mei 6 watacheza tena, watarudiana sasa na wao Inter Milan. And then Mei 11 hii sasa ni La Liga. El Clasico tena nyingine Mei 11. Hivi hapa Madrid na Inter na wao wana ratiba ngumu au mwenye ratiba ngumu zaidi ni Barcelona? Kila mmoja, kwa sababu Madrid naye sana Barcelona. Ndio maana nauliza. Hapa nani kati ya Madrid, Inter na Barcelona nani mwenye ratiba ngumu? Barcelona ana ratiba ngumu. Barcelona ana ratiba ngumu zaidi. Ratiba ngumu kuliko wenzake hao wawili. Sababu yeye anashiriki mashindano yote. Mwangalia Madrid ameshatoka. Hapa ana mashindano matatu. Mchezo wa Madrid, Copa del Rey, UEFA, alafu na La Liga. Watamuua. Nani hata au ndugu zake hao. Na unafikiri hii inaweza kama hata hizi mechi akivuka hapa, kitoboa hapa, kitoka salama hapa, inaweza kama ni chacho kwa yeye kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo wa finali wa UEFA Champions League. Hapo pia wote alionao, endapo kama atavuna kweli matokeo mazuri, hasa mchezo wa finali, aje acheze mchezo wa nusu finali, amalize vizuri ya michezo miwili dhidi ya Inter, arudi kwenye La Liga, itakuwa ni timu moja kati ya timu ambayo itakuwa imefanya jambo kubwa sana. Sawa. Lakini hapo ndo ukimpigia mtu simu akakwambia hii wiki niko busy, hatutaweza kuonana, ndo Barcelona. Hii wiki niache nitakwambia. Ndio hiyo sasa. Usimguse kabisa. Hizo wiki tumwache Barcelona, ana kazi. Unafikiri kama ndo ingekuwa timu ya Tanzania? Hapo ipo katika ratiba kama ingekwaje? Busara zingetumika. Hapo zingealishwa tena mbili. Aprili 26, Aprili 30, maana yake ni siku 4 tu. Siku 4, alafu baada hapo yani ni siku 15, ndani ya siku 15 mechi 4. Alafu mechi kubwa. Hapo kwanza finali ingepelekwa mbele. Au mchezo wa ligi ungepelekwa. Hii finali hii hapa hii. Mchezo wa ligi nao ungepelekwa mbele.
Na mtaani kungekuwaje yani ile amshamsha? Ingekuwa ni kubwa sana. Ingekuwa ni kama Mufti kuna kitu. Mimi Mufti namuelewa, yani anajaribu kulinganisha kwamba zile hamasa zinazofanyika. Yani hapo kama Barcelona ndio wanafanya hamasa ya Madrid, yani ndani ya hamasa ya Madrid wanapiga hamasa ndani ya Inter Milan. Au jamani Inter Milan wanapiga tena hamasa ya Inter Milan. Kungechangamka sana. Yes. Bana, hayo ni mambo ya Barcelona, Madrid na Inter Milan. Sasa tumalizie na posti ya mwisho kabisa ili niweze kuaga hapa. Huyu ni Fiston Kalala Mayele akiwa tayari wameshafika huko Afrika Kusini ambako watacheza dhidi ya Orlando Pirates. Sindio? Yeah, dhidi ya Orlando. Mchezo wa mkondo wa kwanza huu wa CAF Champions League. Sasa usikie tu kuna kitu kidogo hapa kinavutia. Alhamdulillah, sababu gol lukaku. Alhamdulillah, sababu gol lukaku. Kaka wewe ulikwenda Morocco. Tuambie umerudi na nini kwenye upande wa lugha? Ngoja kwanza nitoe mfano. Kipindi fulani tumeenda na Ali Algeria. Unajua Ali alituambia kwamba ni Kiarabu naweza nikazungumza. Lakini tulipofika kule wale Waarabu walichokuwa wanakizungumza kinatokea huku. Huku katikati. Sasa Ali ni kitu kimoja tu ambacho Ali alikuwa anakifahamu sana. Maji, si ndio? Maji yanaitwa nini? Almau. Yani ni basi. Kwa hiyo almau. Ukifika si alhamdulillah, si nini kule sawa. Shukran ndio maneno sana ambayo tulikuwa tunatumia. Shukran, marhaba ni maneno yao wewe. Lakini ukimwambia shukran akagundua okay, huyu kumbe kama shukran anaelewa, kwa ana kuongezea lingine. Akikuongezea lingine unabaki unamtazama. Umtazame unajibu almau. Lakini kitu kingine Mangazoni kukumbusha tu kwamba unajua ukienda katika hizi nchi ambazo zinazungumza lugha ya Kiarabu lakini pia wanazungumza na lugha nyingine, kwa mfano Algeria wanazungumza Kifaransa na Kiarabu. Zote hizi ni lugha zao. Sasa wale wakiona rangi nyeusi kama sisi wanaamini sisi tunajua zaidi Kifaransa kuliko Kiarabu. Wao wenyewe wanakuwa hawapo comfortable zaidi kutusemesha Kiarabu kuliko Kifaransa. Yes. Nafikiri nimeweka sawa hapo pepo. Unaniruhusu niondoke? Katuandalia almau. Shukran. Sawa. Shukran. Alitutapeli. Mimi Kiarabu nagonga vizuri. Kafika airport pale anaongea neno moja tu. Almau. Kama mimi na Kichina na neno moja tu hilo. Shukran. Hilo neno inaitwa sisinyi. Hiyo ni asante sana. Hiyo ni asante sana. Yaani hiyo kila nikikutana na Mchina sisinyi anaanzia hapa kigeuka hivi kifurahi basi.